Nataka kuwapa jump start kwanza. Come on. Njua kwamba Mungu wetu sio Mungu wa mchezo. Hallelujah. 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 Unajua katika maisha Bwana anaweza akadelay things kwa ajili ya kutuponya sisi wenyewe. Ndio. Na wakati mwingine ana delay things kwa sababu wewe mwenyewe umeparticipate kwenye kudelay. Hallelujah. Hallelujah. Yaani kwa maana nyingine Mungu anaweza akalau vitu vikachelewa kwa sababu wewe mwenyewe hauendi na steps za Mungu. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anakwenda steps kubwa, wewe unafanya hivi. Na Mungu anataka uende kwa steps kubwa. Jesus. Kwa hiyo tunapotembea na Mungu tuangalie momentum anayotembea nayo. Hallelujah. Hallelujah. Ili tuweze kwenda na pace yake. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mungu awabariki, mnaweza kukaa. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awabariki waimbaji. Amen. Hallelujah. Tutakwenda kumtolea Mungu matoleo yetu. Hallelujah. 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 There's life in the house. Kuna uzima ndani ya nyumba. Hallelujah. Wote na afya. Hallelujah. Naamini nikisema Bwana asifiwe, usiseme amen. You get on my nerve. Hallelujah. Thank you Jesus. Nataka tutoe sadaka, lakini ningependa kama kuna mtu yote mwenye ushuhuda. Mtu yote mwenye ushuhuda. Hallelujah. Hallelujah. Nitaanza mimi mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Nina ushuhuda. Kila wiki huwa na ushuhuda. Come on now. Lakini hii lazima niseme. Ndio. Wiki kama 2 zilizopita, Doreen mwanangu alikuwa amekwenda kufanya mtihani wa OSU kama masaa 2 kutoka hapa. Alikwenda kwenye branch kufanya mitihani. Alipokuwa anarudi nilikuwa kwenye maombi. Nikasikia Roho Mtakatifu anasema, "Mwambie Doreen wasimamishe gari waombe." Niliposikia hivyo nikawa nataka kuomba. Nikasikia Roho Mtakatifu anasema, "Waambie wasimamishe gari waombe." Jesus. Kwa hiyo nikampigia Doreen simu, nikamwambia Doreen, nasikia Bwana anasema msimamishe gari muombe. Na nasema what? Nikasema Bwana anasema msimamishe gari muombe. Kweli wakasimamisha gari. Wakaomba, wakavunja, wakaharibu, alafu wakarudi barabarani. Hallelujah. Hallelujah. Mungu wetu ni Mungu ambaye anakwenda mbele kabla yetu. Anasema kwamba nitakuongoza njiani na watoto wenu wataongozwa na Bwana. Kwa hiyo waliporudi barabarani, aliyekuwa anaendesha gari akateleza, au kulikuwa na snow. Kwa hiyo gari ikaenda hivi. Gari ilipokuwa inarudi kulikuwa kuna truck inakuja. Kwa maana hiyo kama gari ingeteleza ikaenda zaidi, wangegongwa na truck. Jesus. Lakini walipofanya hivi ikarudi barabarani. Hallelujah. Nani ataniambia kwamba Bwana aishi? Come on now. Nani leo atakuja kuniambia kama Bwana hawezi kwenda kule nisikoweza kwenda? Nani atakuja kusema kwamba Bwana hawezi kujielezea kule ambako mimi siwezi kujielezea? Hallelujah. We serve a mighty God. Hallelujah. He's a mighty God. He can do anything. He can do anything when you believe. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Tutakwenda kujiandaa kwa matoleo yetu. Mwingine mwenye ushuhuda, tujifunze kumpa Bwana ushuhuda. Njoo mama, tujifunze kumpa Bwana ushuhuda. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Hallelujah. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen, mama. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa. Amen. Namshukuru Mungu kwa jinsi anavyoendelea kuwalinda na kuwatetea. Ndio. Nami namshukuru Mungu ameendelea kunitetea. Mlitokea msiba. Ndio. Kwanza nilipokuja huku US
nikakuta mkwe wa mwanangu ameambiwa kwamba wewe una miezi 6 tu iliyobaki. Takuwa ndio hawataweza kufanya zaidi. Basi ndio mkwe wangu akawa analia, akamwambia wewe Mungu mwenyewe ndiye anajua. Au tumkabidhi Mungu. Basi ndio nikaa nimeenda kule nikaweza kuongoza sala ya toba. Hallelujah. Tukawa Hallelujah. Glory to Jesus. Tukawa tunaenda mara kwa mara na huyo binti yangu alikuwa kwenye mitihani ya nursing. Jesus. Basi alikuwa naye muda wenyewe ulikuwa ni shida kwenda kule na nini, lakini hapana kwenda na huko masomo yanaendelea. Sasa ndio ilitokea wiki ile iliyopita ndio tulikuwa tukienda kama mzidiwa sasa. Tulienda tangu Ijumaa hatukuweza kutoka, maana huwezi kutoka, ilikuwa ni taabani. Basi ndio nilipofika Jumapili usiku ndio akakata roho. Tukamshukuru Mungu, tulikuwa watu wengi tu wote pale, ndugu alikuwepo. Tukamshukuru Mungu, alifanya mwenyewe alivyoweza kufanya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Na mazishi yalikwenda vizuri, Alhamisi tulizika vizuri salama kule Kenton. Na kesho yake ilikuwa ndio ile graduation na hiyo binti. Maana asingeweza kuacha kuja. Kwa hiyo kabidi aje kahudhuria graduation yake ya nursing, kamaliza. Tunamshukuru Mungu, mambo yote Mungu amefanya. Hallelujah. Kwa amani. Hallelujah. Nashukuru sana kwa maombi yenu na Mungu awabariki sana. Amen. Hakika Mungu ni maajabu. Naendelea kumtukuza hata sijui nitoe shukrani gani. Hallelujah. Mungu awabariki. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema heri wafao katika Kristo. Yes. Heri wafao katika Bwana. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Tutakwenda kumtolea Mungu matoleo yetu. Hallelujah. Na ningependa matoleo ya chombo cha sadaka gladi mtumishi wa Mungu kipite mkoko. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana wa majeshi tunaye. 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 Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi tunaye. Yeye kimbilio letu, uzima wetu, yeye ni faraja yetu. Wa majeshi tunaye. Simba wa Yuda. Yes. Mzabibu mwema. Hey, mti wa uzima. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi tunaye. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi tunaye. Hey, tunaye Bwana wa majeshi tunaye. Tunaye Bwana wa majeshi tunaye. Hey, Simba wa Yuda. Bwana wa majeshi tunaye. Hey, tunaye Bwana wa majeshi tunaye. Hey, tunaye Bwana wa majeshi tunaye. Hey, tunaye Kristo Bwana wa majeshi tunaye. Hey, Simba wa Yuda. Bwana wa majeshi tunaye. Hey, tunaye Bwana wa majeshi tunaye. Hallelujah. Amen. Tutakwenda kuombea sadaka. Asante.
wetu Gladys, mzee wetu wa kanisa, atakwenda kuombea sadaka. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku ya leo Baba. Ulikuwa unaijua hata hii kabla haijatokea, mfalme wa mbinguni na duniani. You are our heavenly Father. You are our everything. We thank you for who you are. We appreciate you for gift of life. Baba, tunakushukuru kwa kila jambo. Tunakushukuru liwe zuri liwe baya, kwa kuwa wewe unatutakia mema, unatuwazia mema. Katika jina la Yesu Baba, tunashukuru kwa matoleo haya watu wako wanatuletea Baba. Baba, tunaomba takaso sadaka hii katika jina la Yesu. Iosha kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa watu wako waliokutolea Baba. Hata wale ambao hawana, tunakuomba uwape na sitamu waweze kukutolea Baba. Baba, nakushukuru. Wewe uliyesema bring our tithe and offering to your house, so your house can have food, so how can you lack nothing, my God, my King. Tunaomba financial nyumba hii, ABC Church, tunaomba financial breakthrough kwa watu wako Baba. Baba, wakumbuke, Baba, wawezeshe kupitia sadaka hii Baba. Ulisema sadaka ni kupata kuwashipwa Baba. Tunakuwashi kupitia sadaka hii Baba. Baba, kumbuka watu wako, kila nini, kila kosaini, kupitia sadaka hii wafungulia milango Baba. Ile milango iliyofungwa fungwe sasa. Mlazi na maksini na baada na bagolo gani. Ahanga ni foni. Wabariki wakumbuke Baba. Fanya magonjwa naomba kupitia sadaka hii Baba. Katika jina la Yesu, my God, my King. Baba, tunakushukuru. Katika jina la Yesu, my God, my King. Oh, we thank you. We appreciate you for who you are, my God. Katika jina la Yesu, asante kwa ile milango mikuu unaenda kufungua Baba. Ulisema tenti ni hizi. Katika jina la tunakutesi kwa sadaka zetu Baba. Tunakutesi Baba. Katika jina la Yesu tunamkemea yule mwovu anaiba. Tunamkemea anaiba kwa familia sita. Tunamkemea sasa. Hataweza. Katika jina la Yesu hatafanikiwa. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Tutakwenda kumkaribisha pastor. Tutakwenda kumkaribisha pastor wetu ili aweze kuendelea na ibada. Bwana asifiwe. Am I using this microphone? Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu nisikie sauti zaidi. Bwana asifiwe. Hebu sauti zaidi. Bwana asifiwe. Hebu nisikie sauti tena. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya uzima tulionao. Tunamshukuru kwa matendo yake makuu na mambo anayoyafanya katika maisha yetu, hata pale ambapo hatuoni mambo ambayo Bwana anatufanyia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Yako mambo mengi Mungu anatutendea na mengi hatuyaoni. Kwa sababu hatuyaoni, lakini tunaamini kwamba ni kwa mkono wa Bwana tunasimama. Ndio maana huwa tunamsifu Bwana na kumshukuru na kumwimbia. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya asubuhi ya leo na mchana wa leo, na kwa ajili ya kila mmoja wenu nyumbani mwa Bwana leo. Mungu awabariki sana kwa kuwepo mahali hapa. Muda umekwenda, na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya Pastor Dona, na tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya mama. Haleluya. Na vigelegele kidogo jamani, na vigelegele kidogo. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu sana. Amen. Mungu akubariki. Asante sana. Tuna maneno ya Mungu leo ya kujifunza, somo zuri la kuweza kututia moyo, la kuweza kutukumbusha sio mambo mapya. Ukikaa kanisani muda mrefu, kuna vitu vingine hatukimbii kutafuta ufunuo mpya.
Wakati mwingine tunaweza tukakimbilia ufunuo mpya, kumbe hata yale ya zamani bado yanatusumbua. Mungu atusaidie sana. Nimesema Mungu atusaidie. Kama una mdomo sema amen. Kama mdomo sema amen. Tutakwenda kuangalia maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Muangalie jirani yako, mwambie nafurahi kukuona nyumbani mwa Bwana. Mwambie, usimuonee aibu, mwambie kwa upendo tu, mwambie nafurahi kukuona nyumbani mwa Bwana. Mwambie amen, amen. Somo letu la leo asubuhi ya leo ni majukumu ya kiroho na ukuaji wa elimu ya kiroho na ufahamu wa kiroho. Narudia tena, somo letu leo limegawanyika sehemu tatu. Tutagusa sehemu moja tu leo, majukumu ya kiroho kwako na kwangu. Hebu muangalie jirani yako, mwambie majukumu ya kiroho kwako na kwangu. Mwambie tena, rudia, muangalie tena, sema majukumu ya kiroho kwako na kwangu. Majukumu ya kiroho kwako na kwangu. Amen. Hebu tumpige Mungu makofi. Mpige Mungu makofi. Sehemu ya pili ni ukuaji wa elimu ya kiroho na ufahamu wa kiroho. Sasa ninapenda nisitumie muda mrefu sana, lakini niweze kuhakikisha kwamba umeyasikia maneno ya Mungu na umejifunza mambo ya muhimu leo. Hapo ulipo una majukumu ya kiroho ambayo usipoyajua utakuwa unafanya machache au hautakuwa unafanya kabisa. Haleluya, haleluya. Yako majukumu ya kiroho ambayo Bwana ametukabidhi. Majukumu hayo lazima tuyaangalie na lazima tuyajue na lazima tujue namna ya kuyafanya. Yako mengine ni ya kufanyika kila siku, mengine yanafanyika kikifanyika kitu fulani, mengine yanafanyika kwenye kati tofauti, lakini ni muhimu kuyajua majukumu yetu kiroho. Hatuwezi kuyamaliza yote, lakini tunaweza kugusa yale majukumu ya muhimu ambayo yanatusaidia na yatatusaidia kukumbuka namna ya kufanya vitu ambavyo Bwana anategemea tufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe sana. Kuna wengine bado hatuelewi sana au hatufahamu sana au hatuoni sana umuhimu wa kusema amen tunaposema Bwana asifiwe. Yawezekana pia uko ulikotoka, dini iliyotoka, kanisa ulilotoka walikuwa hawafanyi hivyo. Lakini nikukumbushe tu, unaposikia neno Bwana asifiwe na linasema manake tumsifu Yesu. Wewe unaitika amen. Neno amen manake na iwe hivyo. Ndiyo maana ya amen. Tunapokuwa nyumbani mwa Bwana kama hivi, ni rahisi kujijengea tabia ya kutokuwa unaongea na kutokuwa unaitika. Ndani yako unaweza ukaona ni sawa sawa, lakini nikutie tu moyo, sio sawa sawa kunyamaza wakati ambapo unatakiwa kusema kitu kwa ajili ya kumsifu Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunapokuwa nyumbani mwa Bwana kwa namna hii ambavyo tulivyo, hata shetani naye huwa anatafuta mahali pa kukaa. Lakini katika kuitika kwetu na katika kutamka kwetu mdomoni, tunamsumbua shetani asikae pembeni yetu. Kwa sababu shetani huwa anatafuta akae pembeni yako, akae katikati ya wewe na mwenzako. Lakini kuitika Bwana asifiwe au kuomba, tunaposema tuombe, unamsumbua shetani asogee mbali na wewe. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Nimewahi kuhudhuria makanisa kadhaa huko nyuma nilipokuwa Tanzania. Unaweza kukuta mahali kuna watu kama 10, lakini wako na uhai.
wako ndani ya ibada, wana uhai. Bwana asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Unakuta kuna uhai ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ni kwa nini tumekuja kanisani. Tumekuja kumwamini Mungu, tumekuja kumwabudu Mungu, tumekuja kumsifu Mungu, tumekuja kumsifu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninafurahi sana, naona sasa kuna uzima umeingia, naona kuna ufahamu umeingia. Hata nikikupatia nafasi wewe ya kuja hapa uweze kuwa unahubiri au kufundisha, halafu unawaambia watu jamani, hebu tumsifu Mungu. Unaona mtu anaitika kama vile anawaza kwanza amen. Amen. Ndipo utaliona vizuri sana. Lakini halipendezi. Tunapokuja nyumbani mwa Bwana kwa namna hii, tunabidi kuwa na ushirikiano katika kumsifu Bwana. Tunakuwa na ushirikiano katika kuwa na ibada pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nafurahi kweli, naona ufahamu unazidi kuongezeka. Shetani anatamani sana tukiwa tunaangalia kwaya inaimba, inapiga kelele, unaangalia kwaya uko nyumbani kwenye TV, unaweza ukashangilia vizuri sana. Au kama tunaangalia mpira, si unajua jamani, mpira unaweza kujikuta unashangilia peke yako. Unaweza kukuta mtu yuko peke yake mbele ya TV, goli likiingia timu yake imeshinda, lakini hapa ndani tuna timu yetu, timu ya Yesu. Tunaposhangilia kwa sababu ya Bwana, tunashangilia pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaani nafurahi sana kwa sababu ufahamu ndivyo inavyokuwa, na shetani hapendi, lakini Bwana anapenda. Biblia inasema hivi, Biblia yako inasema hivi, Bwana yani Mungu, mnanisikia ndugu zangu? Mungu amekaa katikati ya sifa. Sasa hapa ndani sijui ni wangapi tunasoma Biblia, lakini Biblia yako ambayo ni neno la Mungu inasema Mungu, huyu Mungu ambaye ndio Bwana, huyu Mungu ambaye ndio uzima wako, huyu Mungu ambaye ndiye alikusaidia ukaja Marekani, huyu Mungu anaishi katikati ya sifa. Malaika wanaomzunguka wanamsifu asubuhi, mchana na jioni, masaa 24 anasifiwa. Sisi tunakuja hapa masaa 2.5. Halafu inabidi tuongeze bidii ya kuweza kumsifu kweli katika hayo masaa 2. Haleluya, haleluya. Nimesema haleluya. Somo la leo limekuwa likinigusa moyoni kwa sababu ya kuona umuhimu wa kukumbushana majukumu ya kiroho ambayo kila Mkristo, sema kila Mkristo, sema kila Mkristo, majukumu ya kiroho ambayo kila Mkristo anapaswa kuyajua na kuyafuata. Ni kitu hatari sana unakuwa mke wa mtu au mume wa mtu halafu hujui majukumu yako. Hujui ukiamka asubuhi ufanye nini. Hujui mume akija nyumbani kutoka kazini ufanye nini. Hujui mke akiwa anahitaji si kitu gani, wewe mume ufanye nini. Lazima kama mume au kama mke uyajue majukumu yako. Na Mungu ametutengeneza kwa ajabu sana. Tunapozaliwa kwenye nyumba zetu, tunaanza kuona wazazi wetu wanavyofanya. Baba anaenda kazini, mama anabaki nyumbani, anapika, anasafisha nyumba, anaangalia watoto. Tunaanza kujifunza majukumu kila mmoja. Mabinti wanajifunza jukumu la mke au mama, na vijana tunajifunza majukumu kama baba. Lakini tunapokuja katika ulimwengu wa roho, tunapokuja ndani ya Kristo Yesu, tuna majukumu ambayo lazima tuyajue. Haya majukumu Bwana anategemea tuyafanye. Tunaposhindwa kuyafanya au tunapopuuzia kuyafanya au tunaposahau kuyafanya, moyo wa Mungu haufurahi. Na tusipokumbushana, unaendelea kuishi tu, unaangalia tu mambo yako na mipango yako na mipango yangu naangalia na mipango yangu najali, bila kujua kwamba liko jukumu au majukumu ambayo Bwana ameniwekea niyafanye. Haleluya. Niwasikie tena jamani, haleluya.
Sehemu ya pili ambayo nitaigusia tu, lakini hatutaipitia leo, ni ukuaji wa kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Ukuaji wa elimu ya kiroho. Jamani, nilipokuwa nasoma kujiandaa na hili somo. Amen. Amen. Nilipokuwa nasoma kujiandaa na hili somo, nilikumbushwa kwamba mimi hapa nilipo na wewe hapo ulipo Mama Deo, na wewe hapo ulipo Elder Gladys, Mama Shukuru, na ninyi wote hapo ulipo, kuna vitu ulivijua halafu ukavifanyia kazi. Ulipovijua, ulipopata elimu ya hivyo vitu ukavifanyia kazi, ili kufikisha hapo ulipo leo. Siku ulijua kwamba kumbe kuna njia unaweza ukatumia kuja Marekani, halafu ukaanza kuifanyia kazi hiyo njia, ulitokelezea hapa. Amen. Siku ulipopata ufahamu kwamba ninaweza kufika Marekani, hata kama wanasema sijui Kiingereza, lakini nikiendelea kuuliza, yawezekana nikiwa sijui Kiingereza bado nikapata kazi nikafanya. Si kweli? Kweli. Kuna elimu uliipata ukaifanyia kazi ikakuletea matunda. Na hata kiroho kuna elimu lazima ikue ndani yako. Hiyo elimu inakusaidia kuchukua hatua fulani ambazo zinakuletea matunda ya hiyo elimu ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe sana. Shetani huwa anafanya kitu kimoja, anatunyima tusijue elimu ya kiroho. Mtu akikunyima elimu yoyote ile, amekufanya kitu kibaya sana. Tunakubaliana, si ndio? Hata Afrika, mama yangu mimi mzazi, amen, mama yangu mzazi hakusoma, hakwenda shule. Kwa hiyo alisoma, kama mnakumbuka, kulikuwa kuna kitu kinaitwa ngumbaru, elimu ya watu wazima, mnakumbuka? Mama yangu alisoma elimu ya watu wazima, akajifunza kusoma. Na alipokuwa akisoma, baada ya kuwa amejua kusoma, alikuwa hawezi kusoma kwa spidi kubwa, hawezi kusoma haraka, anasoma taratibu. Lakini yeye kwa kujua umuhimu wa elimu, alikataa watoto wake wasikose shule, maana alijua umuhimu wa elimu. Amen. Humu ndani, sisi sote hapa ndani tunajua umuhimu wa elimu, kiasi kwamba mtoto yuko sawa tu akae miezi 6 hajasoma Biblia, lakini sio asifanye homework. Sema Mtoto tunaweza tukamwacha akawa vitu fulani vinamsumbua vya kuelewa mambo ya Mungu, lakini hatutakubali asielewe shule. Na tujaribu kusema hata kiroho kuna elimu ambayo wewe ukiwa unajiita Mkristo alafu hauna hiyo elimu, shetani anafurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi, watu wangu wapotea kwa kukosa maarifa. Lakini Kiingereza anasema for lack of knowledge, kukosa ule ufahamu, yani elimu. Na kwa kuto kujua, yani unajua, unaweza ukakaa nchi hii ukashangaa, mnisikize kwa makini, ukashangaa kuna wenzako wana makaratasi kama ya kwako, wanapata vitu fulani
wanafaidika kinamna fulani, wewe hupati. Si ni kweli? Ni kweli. Ngani kufungue na macho. Kuna watu wanajua namna ya kufanya mpaka serikali inamlipia nyumba, au serikali inamsaidia kupata mkopo wa kununua nyumba kutokana na aina ya makaratasi ulionayo. Kuna na faida zingine nyingi ambazo watu huwa wanapata kwa kujua, kwa kuwa na elimu ya vitu vya namna hii. Usipokuwa na elimu utakaa hivyo hivyo, utaishi hivyo hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana hata katika ulimwengu wa roho kuwa na elimu ya kiroho ambayo inakupa ujasiri wa kusema kweli mimi ni mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe sana. Halafu kuna ukuaji wa ufahamu. Mtoto mdogo au binti mdogo, ufahamu wake wa ndoa sio sawasawa na mtu mzima. Mtoto mdogo au kijana mdogo, ufahamu wake wa kufanya biashara au kufanya kazi au kujua madhara ya kufanya uzembe kazini ni tofauti na mtu mzima. Ufahamu wa mtu mzima unampa uwezo wa kuwa mwangalifu anapokuwa kwenye ndoa au anapokuwa kazini au anapokuwa anafanya biashara, maana ufahamu wake umekuwa mkubwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mpaka sasa hayo nimekupatia maelezo ya hivyo vichwa vya habari, hizo sehemu 3 za mafundisho, lakini leo nitafanya sehemu ya kwanza tu, majukumu yetu wa Kristo. Amen. Twende kwenye mistari ya Biblia ambayo tutakwenda kuisoma asubuhi ya leo. Kwa wale ambao unaandika, usichoke kuandika, maana yake haya unayoandika baadaye utahitaji ya kukumbushe Bwana atakapokupeleka kule atakapokupeleka, na pia hata katika kufundisha watoto wetu. Mistari tulionayo ni mingi, lakini hatutasoma yote. Hii mistari nimekuwekea pale ni kwa ajili ya wewe kujisomea, ni kwa ajili ya wewe kujisomea ukiwa nyumbani au ukiwa kazini. Moyo wangu kama mchungaji wako unapenda sana kuona tunapoondoka kanisani Jumapili, yale ambayo tumejifunza, kama tumeyarekodi Facebook, unaweza ukaenda tena ukasikiliza. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukaenda tena ukasikiliza. Ndivyo tunavyokuwa kiroho. Hatuwezi kuendelea kuwa na majina ya kuitwa wa Kristo, hatuna elimu ya Mungu. Hatuwezi kuendelea kuwa tunaitwa watoto wa Mungu, hatuna elimu ya kuwa mtoto wa Mungu maana yake nini. Ni muhimu sana tumjue huyu Mungu ambaye yeye ni baba yetu. Bwana asifiwe sana. Nianze kwa kusema hivi. We as Christians and believers, come on, also, if you can post that, thank you. We as Christians and believers have the spiritual great responsibilities. Sisi kama Wakristo tuna majukumu makubwa. Knowing what these responsibilities are is but the first step to living out a faithful Christian life. Kwa kuyafahamu majukumu haya ya kiroho ni hatua ya kwanza. Halo. Ni hatua ya kwanza ya kuishi maisha ya ushindi katika Bwana. Amen. Kweli. Jamani, shetani anatupiga kweli kwa sababu hatuna ufahamu mkubwa wa mambo ya Mungu. Hatuna ufahamu mkubwa
hili eneo la majukumu yetu ambayo tunapoyakamilisha tunaugusa moyo wa Mungu, tunamfanya Mungu anafurahi. Bwana asifiwe sana. Mguse mwenzako, mwambie Bwana anataka aseme na wewe leo. Mwambie Bwana anataka kusema na wewe leo. Anaendelea tunasema kwamba, do you know your responsibilities as a Christian believer? Unayafahamu majukumu yako kama Mkristo, kama muamini, kama mtoto wa Mungu mkuu, kama balozi wa Yesu? Unayafahamu majukumu yako wewe kama mtoto wa Mungu, wewe kama balozi wa Yesu? Yako majukumu ambayo yametofautishwa kutokana na sehemu Bwana amekuweka. Unapoanza kama Mkristo, mtu ambaye umeamua kumfuata Yesu, liko jukumu ambalo kila mmoja wetu alipoamua kwamba mimi nataka kumfuata Yesu kwa uhakika, sio juu, sio ile unakuwa unaenda tu kanisani kwa sababu ni Jumapili, sio tu ile kwamba unaimba pambio kwa sababu Wakristo huwa wanaimba pambio. Unajua hivyo, Wakristo tunaimba pambio. Sio kwa sababu ya kuimba pambio kwa sababu wewe ni Mkristo. Ni kujua kabisa kwamba nimefanya maamuzi, nataka kumfuata Mungu huyu ambaye amekuwa mwema kwangu, huyu ambaye amenitendea wema. Hata nilipokuwa mwovu bado amenitendea wema, hata nilipokosea bado alinilinda, hata nilipotakiwa kufanywa ubaya bado aliniepusha. Huyu Mungu, unapokuwa umefika mahali ya kujua majukumu yako, lazima uyafanyie kazi. Bwana asifiwe sana. Jukumu la kwanza, tutasoma kwanza utangulizi hapa, kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 36 mpaka 40, unatupa jukumu la kwanza ambalo Yesu mwenyewe alilitamka. Hii ni kwa kila mmoja, uwe mchungaji, sema uwe mchungaji, sema uwe Mkristo, sema uwe mwimbaji, sema uwe nabii. Hili ni jukumu ambalo Yesu alituachia sisi sote. Hebu sema sisi sote. Anasema hivi, Mathayo sura ya 22 mstari wa kuanzia wa 36. Wanafunzi akiwa nao wakamuuliza, wakasema, mwalimu, wanamuuliza Yesu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Hebu muangalie mwenzako, mwambie amri hii ni kuu kuliko zote. Mwambie nataka tutamke, tunamtamkia mwenzako, mwambie amri hii ni kuu kuliko zote. Nashukuru sana. Swali akaulizwa na wanafunzi, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Waliuliza swali ambalo linaleta jukumu la kwanza kwa mtu yeyote ambaye yuko ndani ya Ukristo. Hili ni jukumu la muhimu jamani, na shetani alilijua kwamba ni jukumu la kwanza ambalo tukilifanya vizuri jamani, hata makazini, majukumu yako ukiyafanya vizuri unapata nini? Unapata mshahara mnono, au unapata zawadi, au unapandishwa cheo. Aliyeanzisha utaratibu wa kupandisha vyeo sio makazini, ilianzia kwenye Biblia. Ni Mungu aliyeanzisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa wamemuuliza, anawapa jukumu la kwanza. Mstari wa 37. Yesu akamjibu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako, tena usimpende tu juu juu, ila umpende kwanza kwa moyo wako
wako wote. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Anasema kwanza umpende Mungu kwa moyo wako wote, namba 1. Namba 2, kwa roho yako yote. Namba 3, kwa akili zako zote. Nikuulize swali. Wewe Mkristo, nataka pia wote tujiulize swali hili, wote hapa ndani. Hivi ni kweli tunampenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa akili zetu zote? Tukisema tunataka kuwa wa kweli mbele ya Mungu, tuna upungufu. Tukitaka kusema ukweli mbele za Mungu, wote hapa ndani tuna upungufu kwenye kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa akili zetu zote. Sasa wala sina haraka na somo sitaenda muda mrefu sana, nakaribia kumaliza. Huoni kwamba kushindwa kwetu kumpenda Mungu kwa moyo wote, akili kwa moyo wote, roho yote na akili zote, huoni kwamba tunajipunguzia zawadi kutoka kwa Mungu? Huoni kwamba tunajipunguzia kupandishwa cheo katika ulimwengu wa roho? Unajikuta unabakia kwa Mkristo yule yule, najikuta kubakia mtu yule yule. Kwa nini? Kwa sababu hii ni jukumu la kwanza, bado sijaweza kulifanyia kazi kwa ukamilifu. Si Mungu atusaidie jamani? Jamani, si Mungu atusaidie? Wachungaji makanisani, kazi yetu kubwa sisi kwanza lazima tuoneshe tunampenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa akili zetu zote. Halafu tuje na wewe tukuhimize na wewe umpende Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa akili zako zote. Hilo ni jukumu la muhimu kwa kila mtu. Shetani na shughuli za maisha zimeingilia kati, tukashindwa kumpenda Mungu kwa moyo wote, roho yote na akili zetu zote. Hebu tuangalie kupata uhakika kama kweli hii ni shida au tunazungumza tu juu juu. Je, hii ni shida kweli? Hebu tuangalie sehemu ya pili ya kitu hiki. Tunaangalia maana za maneno mawili makubwa. Neno moja, responsibility, na neno la pili tunaangalia maana ya upendo. Kwa hiyo cha kwanza tunaangalia maana ya neno jukumu. Tunakumbuka tunajifunza majukumu, si ndio? Unakumbuka tumesoma letu leo majukumu yetu kiroho. Tuangalia neno majukumu maana yake nini. Amen? Halafu tumesoma sasa hivi kwamba tumpende Mungu kwa hapo sauti hazijatoka zote, nataka niwasikie wote. Tumpende Mungu kwa moyo na kwa roho na kwa akili zetu zote. Turudie tena. Tumpende Mungu kwa moyo na kwa roho na kwa akili zetu zote. Kwa hiyo upendo, ili uweze kuthibitika mbele za Mungu, lazima ukamate hayo maeneo manne, maeneo matatu. Lakini tuangalie pia maana ya neno upendo. Tutaangalia jukumu maana yake, halafu tutaangalia maana ya neno upendo. Tuanzie na responsibility. Maana ya neno responsibilities, maana yake ni hapa: it is the state or fact of having a duty to deal with something. Kuna full stop pale. It is a fact
ukweli usiopingika ambao unatuweka mahali ambapo tunakuwa na duty. Duty kwa Kiswahili kizuri ni nini? Jukumu. Jamani, tunahesabiwa dhambi kwa kushindwa kufanya jukumu letu la kumpenda Mungu. Maana ya neno responsibility, jukumu, is the state, ni ile hali ya unayokuwa nayo ya kushikilia jukumu ulilopewa. Simuona hapa ndani, ukipewa jukumu la kumwangalia mama mjamzito anakaribia kujifungua, inabidi umlinde asije akakosea karibu mambo. Huwa unasinzia? Halo, haleluya, haleluya. Naona kuna watu wengine wanapata na usingizi hivi, sijui nifanyeje ili uweze kutoka kwenye usingizi. Ngoja nikupe story moja hivi alafu itakutoa kwenye usingizi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilipooa, sema amen. Amen. Mimi nilipomuoa Nunu, sema amen. Amen. Nilimuoa nikiwa na ufahamu sio wote wa nini jukumu la kuwa mume, lakini nilikuwa na ufahamu mkubwa zaidi. Nilipokuingia kwenye ndoa nikazidi kufahamu zaidi majukumu kama mume. Lakini nakumbuka baada ya kuwa nimemuoa, nilikuwa naangalia tukitoka asubuhi kwenda kazini, yeye anakwenda kazini na mimi nakwenda kazini, tunarudi nyumbani wote tumechoka. Ilibidi tufanye kazi wote kwa sababu tulikuwa tuna jukumu la kulipia nyumba, na pia tulikuwa na majukumu ya mambo mengine yanayohitaji fedha. Mshahara wangu peke yangu bado kwa wakati huo ilikuwa inaonekana kwamba unaweza usitoshe. Lakini baadaye Bwana akatusaidia, tunarudi nyumbani wote tumechoka. Unaporudi nyumbani mmechoka, sema amen. Naona usingizi unawakimbia watu sasa. Tunaporudi nyumbani tumechoka wote, hakuna anayemlaumu mwenzake kwa sababu wote tumechoka, si kweli? Lakini Nunu kama mke atajitahidi, mimi nikiwa nimekaa pale kwenye kochi, sema nimekaa kwenye kochi, anajitahidi aende akapike, afanye hiki na hiki tuweze kula chakula. Ikafika mahali Bwana akanifanyia muujiza kazini. Kwa sababu ya bidii nilikuwa nafanya kazi sana. Nilifika mahali fulani nilikuwa narudi nyumbani saa 6:30 usiku au saa 7 kila siku. Naondoka nyumbani saa 12:30 asubuhi. Ninarudi nyumbani saa 6:30 au saa 7 usiku kila siku. Jamani, nimesema kazini, sio kanisani. Simenisikia? Narudia tena. Jamani, nimesema kazini, sio kanisani. Bidii hiyo ya kazini ya kutoka nimechelewa, kwa sababu kazi ilikuwa nyingi sana. Wakanipandisha cheo na mshahara ukawa mkubwa. Nikamwambia Nunu, sasa mama, hebu angalia huo mshahara ni mkubwa sana. Na kuangaliaga asubuhi unavyohangaika. Unajua asubuhi kuamka ni bidii, sema amen. Amen. Kuamka asubuhi ni bidii. Hakuna kitu kinasumbua kama unaingia kazini asubuhi sana na lazima clock in, uone kama umeingia ile muda, usichelewe. Yaani unawahi kama kashino, unawahi kama yani kama umechelewa unawahi kama shule kabisa. Clock in. Inasumbua, si kweli?
Nikamwambia mama, sasa naangalia mateso ulionayo asubuhi na mahangaiko. Mama, mshahara unatosha kututunza, si upumzike tu. Maana yake mama, nilikuwa nimeshajua kwamba alikuwa ana roho ya unabii ndani yake. Na ukiwa na roho ya unabii ndani yako, moja ya vitu vya muhimu lazima uombe. Nikajua ya kwamba yeye ni muhimu sana aweze kuchochea roho yake ya unabii, lakini pia yeye atasimama kuniombea wakati mimi nakimbizana na kazi. Tanzania, haleluya, haleluya, wote tumeamka. Nashukuru Mungu sana. Nitarudi baadaye kueleza hiyo story. Maana ya pili ya neno jukumu, it is the state of fact of being accountable or to blame for something. Napenda neno accountable. Kuwa accountable jamani, mnaweza mkanisaidia maana yake nini? Kuwa accountable ni kama unategemewa kwamba wewe usipofanya hiki hakuna anayefanya. Haleluya, haleluya. Hii ni maana ya kwanza ambayo nilipenda tuiangalie ya neno responsibility. Neno la pili ni upendo. Hebu tuangalie neno upendo wakati tunamalizia. What is love? Kuna tafsiri kadhaa, lakini nachukua tu hii tafsiri ya ujumla. Inasema love is an intense feeling of deep affection. Neno la pili, it is a great interest and pleasure in something. Nitumie maana ya pili. It is a great interest and pleasure. Yani ni kupata hali ya kukipenda kitu mpaka unasikia raha. Haleluya, haleluya. Nimesema haleluya. Mfano mzuri ni kwenye mapenzi tulionayo na wake zetu au waume zetu. Unapokuwa unampenda mke wako wewe baba, au unapokuwa unampenda mume wako wewe mama, lazima ndani yako kuna hali ya kufurahi kumpenda huyo. Sayansi inaonyesha kwamba ni vigumu kutafsiri neno upendo. Mimi naweza nikajaribu kukueleza hivi nilivyokueleza, lakini siwezi kueleza sawa sawa mambo yanayofanyika ndani ya mwili, ndani ya akili na ndani ya hisia kuhusu neno upendo. Mnanisikia na uto Mungu? Mmenielewa hapo? Kisayansi, sema kisayansi. Kisayansi kuna hali inatokea ndani ya akili hapa ndani hapa kwenye akili. Kuna hali inatokea hapa kwenye akili. Hiyo hali inayotokea kwenye akili inatuma ujumbe kwenye hisia zako. Naomba mnisikilize jamani, naomba mnisikilize. Nazungumza vitu vya muhimu sana. Naomba mnisikilize. Ukiangalia kwenye sayansi, ubongo una kazi kubwa sana. Ubongo ukipata matatizo, kuna vitu mwilini havifanyi kazi. Ubongo ukipata shida, kuna vitu kwenye mwili havitafanya kazi. Kwa hiyo upendo, kuna vitu vinafanyika ndani ya ubongo. Huo ubongo vinapotokea hivyo vitu, vinatuma ujumbe kwenye mishipa fulani mwilini. Halafu huo ujumbe ukienda kwenye mwili unaleta hisia. Haleluya. Nimesema haleluya. Hebu jikumbushe, wale ambao either umeoa au umeolewa, wewe ambaye una mchumba, jikumbushe ile siku ulimuona huyo kaka. Hebu tusimwite baba fulani, tumwite kaka. Huyo kaka, tusimwite huyo mama, tumwite dada. Huyo dada, ile siku ya kwanza ulimuona
ulimuona ukaanza kumfuatilia au ukaanza kufuatilia na wewe ukajisikia unampenda. Hebu kumbuka zile siku jamani. Kuna watu wengine ulikuwa ukiandikiwa barua, si unakumbuka ukiandikiwa barua unaisoma mara 6. Haleluya. Unaisoma mara 6. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinatokea ndani yako. Hebu niende kwenye pointi hii sasa ya muhimu sana. Nataka nikuweke kwenye kumpenda Mungu alafu tumalize. Yesu akasema tumpende Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote na kwa akili zetu zote. Halafu tunamaliza. Naomba nikusumbue usimame hapo ulipo. Ujinyoshe kidogo. Halafu msalimie mwenzako. Msalimie, tembea kidogo, mwambie nafurahi kukuona ndugu yangu. Msalimie mtu mmoja nyuma yako hapo. Mwambie nafurahi kukuona. Jinyoshe kidogo, jinyoshe kidogo. Haleluya. Jinyoshe kidogo, safi kabisa. Haleluya. Tunaweza kukaa sasa, tunaweza kukaa. Tunaweza kukaa. Ninaingia kwenye kipande cha mwisho cha muhimu sana, halafu tunamaliza ibada yetu leo. Naingia kwenye kipande cha mwisho halafu tunamaliza. Tunasoma sasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 18, lakini hatutasoma mistari yote, tutagusia tu. Tunakwenda kuanza kipande cha kwanza cha muhimu cha kuhusu kumpenda Mungu. Yesu ametuamuru tayari, akasema kwamba amri moja kubwa kuliko zote ni kumpenda Mungu, si ndio? Amri moja kubwa kuliko zote ni kumpenda Mungu. Kabla ya kitu chochote kutangulia, Yesu anasema kama ni amri za muhimu, hii hapa ni ya kwanza. Sasa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu anazungumza na wana wa Israeli. Anawaambia vitu vya muhimu sana ambavyo hivi kwenye pointi yangu ya pili vinaitwa vithibitisho, evidences. Evidence kwamba unampenda Mungu. Hapo ulipo unaweza kusema unampenda mume wako au mke wako, lakini lazima kuwe na vithibitisho kwamba kweli unampenda huyo mume wako au unampenda huyo mke wako. Vithibitisho visivyokuwepo ni kudanganyana kutupu. Lazima kujua vithibitisho hivi. Mungu anazungumza na wana wa Israeli, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, anaanza kueleza vile ambavyo anataka wamthamini Mungu, wamuoneshe wanamjali. Wanataka kitu kimoja kinaitwa, Mungu anataka kitu kimoja kinaitwa utii. Upendo wa kweli unautii. Upendo wa kumpenda Mungu unautii. Na mahali pengine muda hautoshi, unamtii Mungu hata kwa vitu ambavyo akili yangu na akili yako haielewi. Ukitaka na mimi nikitaka kumtii Mungu kwenye vile vitu ambavyo akili yangu ndio inaelewa, na kama sijaelewa sitaki kutii, tunaingia kwenye magomvi na Mungu. Tunamweka Mungu mahali ambapo tunapoteza favor. Anazungumza na wana wa Israeli, anawaambia haya. Anasema, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu aliyoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki. Mstari wa 2, upate kumcha Bwana. Jamani watu wa Mungu, tuchunguze kumpenda kwetu Mungu. Tuchunguze kumpenda kwetu Mungu. Tukishachunguza, tufanye kitu kimoja kinaitwa tuanze upya tena, turekebishe tena. Anasema upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake
Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi, Israeli. Israeli leo ni wewe na mimi. Katika ulimwengu wa roho, tunapompokea Yesu na kuingia katika maisha ya Mungu kwa baba yetu, tunakuwa sehemu ya Israeli. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Anamasikiza, Israeli, ukaangalie kuzitenda. Kiswahili hapa kinanikosesha. Utamesema hivi, hear therefore, O Israel, observe to do it. Hii ni King James kweli? Si kama ni King James. King James, eh? Okay. Anasema observe to do it. Neno observe kwa Kiingereza. Sasa ndio hapa tunakuwa Kiswahili kuna mahali kinaishiwa na maneno yenye nguvu. Ku-observe ni zaidi tu ya kuangalia. Ku-observe unakiangalia kitu kwa undani na kukichunguza ili ukifanye sawa sawa. Hivi mnanisikia jamani? Kuzingatia, asante sana. Kuzingatia neno kubwa kweli hilo. Walipokuwa wanaandika hii Biblia hawakumwita kaka Ken. Hangeweka hilo neno pale. Kuzingatia. Haleluya. Haleluya. Anasema wewe Israeli, wewe Pastor Nunu, wewe Ken Haonga, wewe Mama Shukuru, wewe Shukuru, wewe Safi, anasema ukaangalie, ukazingatie kutenda, upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi katika nchi ijayo maziwa na asali. Anasema upate kufanikiwa. Kumbe kuna mafanikio mengine tutayapata tukijua kumpenda Mungu vizuri. Jamani, hivi mmenisikia? Kuna mafanikio mengine tutayapata tukijua kumpenda Mungu vizuri na kuzingatia sheria yake. Upendo wa kweli wa mume na mke. Bwana Misa, msichana akikupenda, si unategemea akutii? Katika upendo huwa kuna kutii. Hata wewe mke unategemea mume awe anakusikiliza, si kweli? Mimi simjui mtu ambaye anapenda kukaa kwenye ndoa hasikilizwi. Kila anachosema wewe unaongea ujinga. Kila akisema wewe unaongea ujinga. Utakazana kumwambia huyu mwanamke wewe unaongea ujinga, wewe unaongea mara 2, mara 3, mara 7, mara 10, mara 12 siku moja. Anasema sasa kwa sababu unaongea ujinga mimi na wewe hatuwezi kuendelea pamoja. Kwa sababu simoni mtu ambaye anapenda kukaa mahali ambapo anadharauliwa. Hata mmoja. Upendo una heshima na upendo una utii. Upendo unasikiliza. Jamani, upendo unasikiliza. Wiki hii inaisha leo na wiki iliyopita tumekuwa tunafanya Facebook live tunafundisha kuhusu ndoa. Changamoto za ndoa. Nimeamka saa 11 asubuhi leo. Nilikuwa nataka kumaliza ujumbe wa leo. Nimeamka na waza vitu ambavyo Roho Mtakatifu ananipa kuhusu ndoa. Nikatumia karibia saa nzima ninaandika vitu vya muhimu kuhusu ndoa. Ndoa zetu zinapata matatizo kwa kukosa ufahamu na elimu. Kuna elimu katika ndoa ambayo ni muhimu sana. Unaweza ukakaa kwenye ndoa ina amani lakini haupati faida zote. Umekubaliana na hiyo hali? Wewe na mimi. Lakini ndani ya ndoa kuna vitu ambavyo tunaweza kufaidika, maana tayari Mungu aliviamuru. Unaweza ukakaa kwenye ndoa una amani
Lakini kuna faida zingine hauzipati kwa sababu ila huzijui au unazipuuzia. Hapa anasema upate kufanikiwa kwa kufanya uangalizi, kuzingatia sheria ya Bwana. Anaendelea mstari wa 4, anawasikiliza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Hili ni agano la kale kabla Yesu hajaja duniani. Halo? Amen. Yesu alikuwa analijua hili. Alipokuja duniani, wanafunzi wanamuuliza, wanasema, hivi Yesu, hivi amri kubwa kuliko zote hasa? Unajua kuna watu wengine bwana wanapenda kuangalia yale makubwa, hataki kuangalia madogo. Hebu ile amri kubwa kabisa Bwana Joe. Ile amri kubwa ni ipi? Unajua Yesu, sisi hatupendi kuangalia na vitu vidogo. Tunataka kujua kwanza ile. Akawachomolea hiyo. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote. Kule akasema kwa akili, lakini hapa anasema kwa nguvu zako. Hivi vitu vinafanya kazi pamoja. Haleluya. Lakini ili kupata ufafanuzi mzuri, mimi wanapenda kuviweka vyote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. Kuna mafanikio na faida jamani, bado hatujavifaidi ndani ya Bwana kwa sababu hatujaweza kuzingatia kumpenda Mungu sawa sawa. Na ziko baraka ambazo Bwana anataka kumbariki Pastor Nunu, anataka kunibariki mimi, anataka kumbariki Mama Shukuru, anataka kumbariki kila mmoja wenu hapa ndani, kama tutajua kuzingatia sheria ya Bwana na kujua kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa akili yote na kwa nguvu zetu zote. Ziko baraka kubwa ambazo siwezi kusubiri. Nabidi niongeze bidii ya kumpenda Mungu ili aanze kuachilia hizo baraka. Na Bwana anapoanza kuachilia baraka, ukiona Bwana ameachia baraka kwa Pastor Nunu, unabaki unauma meno. Wakati mwingine unaweza kumwonea wivu Pastor Nunu kwa kubarikiwa, kumbe na wewe umepewa nafasi hiyo mpende Mungu ili kuachilia hizo baraka. Unaweza ukamwonea wivu dada Eglia kwa sababu ya kuamchiliwa baraka na Bwana, kumbe na wewe unaweza kupata nafasi hiyo ya kupata hizo baraka, tukijua namna ya kuzingatia maneno ya Mungu na kuzingatia sheria ya Bwana. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya, nikusikie. Nimesema haleluya. Kwa sababu ya muda nadhani ishi hapa. Nikutie moyo wewe mtu wa Mungu, wewe Mkristo, liko jukumu mbele yako, liko jukumu mbele yangu na kumpenda Mungu. Hebu acha kuhangaika na vitu vingine. Mimi niache kuhangaika na vitu vingine. Kwanza kabisa nianze kufanya jukumu langu la kwanza. Jukumu langu la kwanza nimpende Mungu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa akili zangu zote na kwa nguvu zangu zote. Akili yangu ikiweza kumpenda Mungu, nguvu zangu zikaonesha, nitaweza kupata baraka kubwa. Haleluya. Nimesema haleluya. Bwana anakupenda sana. Bwana ananipenda sana. Bwana ananijali sana. Bwana anakujali sana. Anakuvuta, anakuita, anakuvuta, anataka umpende. Achilie baraka zake kwako. Achilie baraka zake kwake. Anataka tu wewe mpende. Usifanye kitu kingine. Wewe mpende tu. Atakuvusha mengi. Atakutendea mengi. Atapigana na maadui zako. Atapigana na magonjwa yanayokusumbua. Magonjwa ni adui mmoja mbaya sana. Magonjwa ni adui mmoja mbaya sana. Bwana anasema atapigana na adui zako wote. Atakushindia. Atakutangulia mbele. Chaku mzimu cha kufanya wewe mpende Mungu kwa akili zako zote. Mpende kwa moyo wako wote. Bwana atakutendea makubwa. Sema haleluya. Sema haleluya. Bwana anakuita. Bwana anakuita. Anataka umpende kwa moyo wote, kwa akili zote, kwa nguvu zote. Bwana anataka kukubariki. Naye sio Mungu mwongo. Mungu hasemaji uongo. Mungu hasemi uongo. Mimi nakwambia jamani, tukisema tunaongeza kumpenda Mungu, kujali mambo ya Mungu, tulishanganyikiwa. Sasa
Nimalize vitu vya muhimu vya kuonesha kweli unampenda Mungu. Cha kwanza, give me the evidence. Cha kwanza, the evidence. Give me the evidence. Go to the list. Go to the list. Next. Okay, now I don't see. Okay. Now imeenda haraka. Let me. Oh, okay. Iko kwenye ile email ya pili. Nafikiri utakuwa ume evidence of love in God. Inafanana na hizo. Jamani, uthibitisho wa kwanza wa kumpenda Mungu ni kujitoa. Unaona hapo ulipo? Mwanamke au mwanamume anayekwambia nakupenda lakini hawezi kujitoa, Mungu huyo. Mungu huyo. Na mfano wa kwanza tunaoona ni mfano ambao Mungu mwenyewe aliufanya. Anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu alimtoa mwanawe anayempenda sana. Kwa cha kwanza kinachoonesha unanipenda ni kutoa. Tena sio kutoa tu cha ajabu, kutoa kitu kizuri. Yesu akatolewa na Mungu kama zawadi, kama kutuonesha upendo. Mungu akachagua anachokipenda sana kuonesha thamani. La kwanza, ukubwa wa kitu unachotoa. Ukubwa wa kitu unachotoa unaonesha ukubwa wa upendo. Huwezi kuwa umekutana na yule binti, yule kaka, unampenda sana, halafu unasumbuliwa na ubinafsi. Itakuwa ni shida moja kubwa sana ndani ya ndoa. Na kila mtu hapa ndani ambaye aliwahi kudondokea, sema kudondokea. Wasukuma tunasema kudondokea. Kila aliyedondokea kwenye anachokipenda, wanasema panya akiangukia kwenye bakuli la unga, shukuru. Panya akiangukia kwenye kitu kizuri hapigi kelele. Ukidondokea kwa mtu unayempenda sana, hata zile hela ulikuwa umeficha utamwambia mtu yoyote, huyo anazijua. Kithibitisho kwanza ni upendo ambao unatoa. Amen. Upendo ambao unatoa. Thank you. Nikuulize na mimi nijiulize, ndugu yangu, tunatoa nini? Tunajitoa nini? Sisi wote hapa ndani tuna kitu kimoja, Mungu atusaidie. Wengi wetu hapa ndani tunachelewa kanisani Jumapili. Sema ingekuwa bila kuchukua muda mrefu, ingekuwa ni vitu vingine vya muhimu, hatuwezi kuchelewa. Usichelewe kanisani eti kwa sababu wengine wanachelewa. Leo unaanza kuelewa hili somo. Wahi kanisani kwa sababu unampenda Mungu. Sio unawahi kanisani eti kwa sababu wengine wamewahi. Huo ni mchanganyo, si ndio? Tusichanganye jamani. Na kutia moyo, Jumapili ijayo hebu tuoneshe umoja, tuoneshe nguvu ya kuwahi ili saa 5 kamili tuanze ibada. Haleluya. Nimesema haleluya. Tumuoneshe Mungu kwamba kwa kweli yeye ni wa kwanza. Kwa sababu kwa kweli tunaweza kuwa tunachanganya mambo. Cha pili,
Kabla rudi kwenye moja. Sikiliza, anasema hivi. The quality of your seed determines the quality of your harvest. Unapotoa lazima utoe kitu cha thamani kuonesha ukubwa wa upendo wako. Hapa anasema hivi. Thamani ya mbegu yako unapoiweka mahali, mbegu inaonesha ukubwa na thamani ya mazao utakayoyapata baadaye. Kama mimi ni mkulima, nataka kupanda mbegu mbovu, nategemea nini? Mazao. Asante sana Misa. Mazao mabovu. Lazima nijifunze kwamba uzuri na ubora, natumia neno ubora ndio inakaa vizuri. Ubora wa mbegu, shukuru. Ubora wa mbegu unanithibitisha kwamba mazao yatakapokuja yatakuwa mazuri, yatakuwa makubwa. Ubora wa mbegu. Mbegu moja bora ya kuweka mazao mazuri kutoka kwa Mungu ni mbegu ya upendo. Nikipanda upendo kwa Mungu, nikampenda kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote, na kuambia Bwana kama alivyosema, harvest itakapokuja, mazao yatakapokuja, baraka zitakaposhuka, zinashuka kwa fujo. Ataanza kujibu kwa fujo, ataanza kunibariki kwa fujo, atakubariki wewe kwa fujo, atakufanya makubwa. Kwa nini? Kwa sababu mbegu uliyoweka ni mbegu bora. Haleluya! Nimesema haleluya. Tumweke Baba mbegu njema, tumpandie Bwana mbegu bora, upendo ulio mzuri, upendo ulio wa kweli, upendo usio babaika. Ya pili. Come on. Hauna. Ninayo kwenye nilikutumia email ya pili, but don't worry about it. Ya pili, upendo wa kweli ingilia ni upendo stable. Stable kwa Kiswahili ni nini? Stability. Msimamo, Uthabiti, msimamo. Ukiwa unapendwa na mtu na ana msimamo, unajua inakufanya nini wewe? Unamwamini. Unakuwa na ujasiri kwamba huyu lazima nikamwamini. Mimi na wewe hatutaki mtu anayetupenda halafu anayumba. Mimi sitaki kabisa kuona nafika mahali upendo wangu kwa mke wangu unakuwa sio stable. Na yeye ni hivyo. Kwa maana nyingine, upendo unapokuwa ni imara, hauyumbishwi, unamfanya huyo unayempenda anakuwa na kuamini zaidi, kwamba huwezi kumchomoka. Bwana anataka tumpende na upendo ambao ni stable. Hata akichelewa kujibu maombi yetu, tunaendelea kumpenda tu. Hata akichelewa kutufanyia mambo mazuri, tunazidi kumpenda tu. Hata akichelewa kutupandisha cheo, tunazidi kumpenda tu. Hata mahali pengine tukifiwa, tunampenda tu. Hata mahali pengine tukipoteza kazi, tunampenda tu. Kwa sababu siku moja tusipochoka, tusipozimia roho, siku moja tusipozimia roho, Bwana atatubariki na baraka za ajabu. Haleluya! Nimesema haleluya. Siku moja tukiwa na upendo ulio imara, usioyumbishwa na watu, usioyumbishwa na chochote, Bwana atatuamini. Bwana akikuamini anakupa baraka ambazo wengine zinawachanganyanga. Ni watu wangapi hapa unaamini mtu asiye imara akipewa hela nyingi zinaweza zikamuua? Lakini mtu aliye na msimamo, mtu aliye na msimamo
hata akipewa baraka kubwa anabaki kwenye msimamo. Mungu hawezi kutubariki baraka kubwa kama bado hatuna msimamo, na anatupima kwenye upendo. Anakupima, anakuangalia unavyompenda sana. Huyu nikisema nimfungulie baraka za mbinguni, nimfungulie madirisha ya mbinguni, nimbariki kila kitu, nimpe mke mzuri, nimpe pesa, nimpe gari, nimpe kitu fulani, huyu nitampoteza. Ataanza kuwa ananiambia leo usiweze kwenda kanisani maana yake nimefanya hiki, leo usiweze kufanya mambo ya kufunga maana yake nimechoka, leo usiweze kusoma Biblia maana yake nimechoka. Mungu anataka kutupima kwenye upendo kwanza. Jamani, kama umesahau, Mungu anatupima kwenye upendo kwanza. Hapa ni kwenye msingi mzima, hapa ni kwenye msingi wa muhimu. Kama Mkristo lazima uwe stable, lazima umpende Mungu, uwe na stability, lazima tumpende Mungu na stability na msimamo. Hata mvua ikienda hivi unampenda Mungu tu, hata akichelewa kujibu mambo yetu unaendelea kumpenda Mungu, unawahi kanisani, unaomba, unafanya maombi ya kufunga. Wengine hapa ndani lazima tukikumbushe kuwa na maombi ya kufunga. Usiende wiki nzima unatwanga ugali na wali na nyama, wiki nzima unatwanga ugali na nyama na samaki, unatwanga dagaa, unatwanga tu. Wiki Jumatatu unatwanga, Jumanne unatwanga, Jumatano unatwanga, Alhamisi unatwanga, Ijumaa unatwanga, Jumamosi unatwanga. Mungu atusaidie, na Mungu anisaidie, maana vitambi vinaanza sasa, vitambi vinaanza, lakini lazima tufunge watu wa Mungu. Haleluya, nimesema haleluya, nimesema haleluya. Baba, funguza vitambi hivi, na tuanze kufunga, tuanze vitambi, tuanze kuna siku hizo. Kina mama nao wana vitambi pia, akina mama nao wana vitambi, lakini Bwana ni wema tu. Vitambi vingine ni baraka, vitambi vingine ni baraka. Jamani, tuanze kufunga. Haleluya, nimesema haleluya. Kwenye kufunga unapata muda kukaa na Mungu. Tangu lini mpenzi wako akawa hataki kukaa na wewe muongee? Ukimpenda, si nakumbuka wakati tunafanya uchumba. Basi nyewe wengine mmekaa kimya, labda hamkufanya. Mimi labda si nyingine ambayo sitakwambia kwa nini kwa naingia nyumbani wakati ulipokuwa mchumbia Mungu. Natoka kazini saa 6 usiku. Badala ya kwenda nyumbani, sema uyo. Sio unaweza kusema ukasahau uyo. Nilikuwa uyo. Apanda basi pale posta mpya pale. Pana basi pale usiku ile mabasi usiku, makelele, walevi, wahuni, wavuta bangi. Misuko na basi. Misuko. Naenda wapi? Hakuna kuchoka. Na kesho unaingia kazini uko mkavu, dada tu. Mkavu. Siku 3 kujalala usingizi kwa masaa ya kutosha. Lakini unafikiri yani wewe uko moto. Upendo jamani ni hatari. Mungu anatutamani. Mungu anatutamani jamani. Mungu anatutamani. Anataka tuweke muda naye, anataka tuongee naye. Jamani, tusijisahau. Jamani, kila mtu hapa ndani jitahidi hata mara moja kwa wiki wewe unafanya maombi ya kufunga. Kana Bwana ni huyu Mungu anasema anataka kukubariki. Ameahidi kukubariki. Anataka aone moyo wako. Hebu muoneshe upendo. Kana Mungu wako. Kaa naye. Pata muda siku moja kwa wiki. Mtafute Bwana. Omba. Utafuta uso wake. Bwana atakutendea makubwa. Haleluya. Nimesema haleluya. Hebu piga makofi na vigelegele. Sema haleluya. Hebu simama. Katika kumpenda mtu yeyote au kumpenda Mungu, cha kwanza tumeangalia lazima nini? Sacrifice. Lazima kujitoa. Lazima wewe mwenyewe unajitoa kwanza, sio vitu vyako. Mungu atafuti vitu vyako kwa sababu hivyo vitu alikupa yeye, si ndio? Mungu anakutaka wewe. Lazima kwanza wewe ujitoe. Cha pili tukaangalia ni nini? Upendo ambao ni imara, si ndio? Usioyumbishwa. Upendo ambao ni stable. Cha tatu
tukiangalia ni support. What you love, you support. What you truly love, unachokipenda kwa moyo wote utakisupport tu bwana. Ni kipi ukiona unaanza kupata shida kusupport kwenye kitu chochote, kuna tatizo mahali. Tumuonesha Mungu kwamba tunampenda na tunasupport vile vitu ambavyo Bwana anategemea kwenye majukumu, anategemea tutavisupport. Kama mmepanga maombi ya kufunga nyumbani, mmekubaliana na mke wako, you have to support it. Amen? Una support kwamba tumepanga maombi ya kufunga nyumbani kama familia, lazima kusapoti na kupata muda wa kuomba pamoja. Bwana asifiwe sana. Umelisikia neno, unaweza ukajua ni wapi ulichoka, ni wapi ulijisahau, ukakumbatia baraka ukasahau kumkumbatia mtoa baraka, ukazipenda baraka ukasahau kumkumbatia mtoa baraka, ukazitumikia baraka ukasahau kumtumikia mtoa baraka. Tufunike macho. Tunakwenda kuomba, upate dakika moja, mwambie Bwana anayejua moyo wako, anayejua ni wapi unaweza ukafanya vizuri lakini bado hujafanya vizuri. Mwambie Bwana akusamehe. Mwambie Bwana akusamehe. Nitamleta Elder Gladys, atakwenda kutuongoza kwenye maombi, na baada ya hapo atafunga ibada kwa maombi pia. Anafanya vitu viwili, anatuongoza kwenye maombi ya kumwomba Mungu atusamehe ili tuanze upya kumpenda, na baadaye ataomba kwa ajili ya kufunga ibada. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa upendo wako. Asante kwa maneno ambayo mtumishi wako ametufundisha Baba. Baba, tunakushukuru kwa kuwa tumeelewa Baba. Tunashukuru, tunaanza upya kama kanisa. Tunaomba utusamehe Baba, tunaomba ututakase tena Baba. Hatukujitoa kama vile inavyotakiwa Baba, tunaomba ututakase Baba, katika jina la Yesu. My God, my King, tunatuba tukukupenda kwa mioyo yetu yote Baba, hatukupenda kwa maindi zetu zote Baba, katika jina la Yesu. Ndio wasoma my God, from now onward tunaomba, tunatubu na tunaomba Baba utusaidie tena Baba, katika jina la Yesu. My God, my King, upendo wetu wasema, katika jina la Yesu usiyumbishwe na chochote kile Baba, kama Paulo alivyosema, nothing you separate us from the love of God. My King, my God, na kuomba mchana wa leo Baba, wote katika jina la Yesu. Ulisema my people destroyed because of lack of knowledge. Knowledge tuliyopata kutupitia neno lako Baba, wisdom tuliyopata leo Baba, tunakusihi, tunakuomba tubadilishe. Shughulika na mioyo yetu Baba, katika jina la Yesu tubadilishe. Change the way we think according to the word today. Change the way we act, my God, my King. I pray that all of us, oh God, we are not going to be the same. Our heart, our mind, our spiritual life is not going to be the same, oh God. Oh, tunakushukuru Baba, wewe ni mwema Baba, wewe ni Mungu wa mercy na grace. Naomba mercy yako na grace leo Baba, tubadilishe Baba, tusamehe tena Baba, tutakase, tunatubu, and we turn away from our wicked way. We turn, oh God, we humble ourselves, oh God, in your mighty hand. We ask you for forgiveness, oh God. We ask you, God, to touch us again, to change us again, oh God, my God. Naombea watu wako Baba, naombea maindi zao Baba sasa. Shika fahamu zao na maindi zao, to have a mind of Christ, to think like a Christ, to act like a Christ. Oh my God, my King, that this be the mind of Christ, the sound mind of Christ, oh God. Naombea mioyo yetu, naombea maindi zetu, na your soul, our heart and our soul, your mind. Change us today, oh God. Baba, nakusihi na kuomba tusiwe the same after today. Tupe moyo wa kunyenyekea, ondoa pride, tupe moyo wa obedience. Kila area, sio area
maji, tusaidie, tuwezeshe, tushindie, tusimamishe kwa mkono wako katika jina la Yesu. Baba, naombea chakula, naomba kibariki kitakase katika jina la Yesu. Baba, naombea wiki inaanza katika jina la Yesu. Maikani maikini Baba, nawafunika watu wako kwa damu ya Yesu. From the top of their heads to their feet, nafunika nyumba zao, funika magari na kazi zao katika jina la Yesu. I release the protection upon my people, God. I don't want to move them in the nyumba, na kanisa pepo ya ajali, na kanisa katika jina la Yesu. Premature death, ajali na kanisa, bless your people, God. Remember them, oh God. Kumbuka mahitaji yako wako Baba. Amani kule kule tunamini, wakumbuke Baba katika jina la Yesu. Osekaya ikala makosikiri isia moshaba ikala mahaya osia mokoshaba okala mahaya wakarisaya nyaya isaya nyaya wakumbuke wanaomba waponye wanahitaji kazi wanahitaji waunganishiji wote wakumbuke kwani tunamini apali na mgani aya skari tenda kwa ajili ya utukufu wako enuli ketu tukimuona glory and honor to you ikatuna share glory all the glory belongs to you my God belongs to you you don't share glory oh Jesus do it for your people do it for your name katika jina la Yesu naomba na kushukuru amen. Hebu imba wimbo huu. Wewe ni wa thamani kwangu. Aya wewe ni wa thamani kwangu. Wewe ni wa thamani kwangu. Hebu imba. Wewe ni wa thamani kwangu. 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 Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu akukumbuke magumu ulionayo, magumu unayopambana nayo.
changamoto ulizo nazo, unampenda Mungu, moyo wako unampenda Mungu, lakini majukumu ya maisha yanakushika. Mungu ayaone hayo, aendelee kukutendea wema. Mungu akulinde, Mungu akushike, Mungu akubariki, Mungu akupiganie, Mungu akuinue, Mungu akubariki. Abariki watoto wako, abariki kazi zako, abariki mipango yako kwa jina la Yesu. Akuinue kwa jina la Yesu, akusimamishe kwa jina la Yesu, ili uweze kumtukuza Bwana. Hebu mpigie Mungu makofi, makofi, makofi. Haleluya. Mungu awabariki sana, mwenende na amani ya Bwana. Asanteni sana kuwepo kanisani leo, tunawapenda. Tutaonana tena siku ya Jumanne na matangazo machache ya kufanya.